Umewahi kufungua TikTok au Instagram ukaona mtu wa umri wako anamiliki gari kali, ana nyumba nzuri, ana biashara au anaishi maisha ambayo unayoyatamani, halafu ghafla ukahisi kwamba haufanyi vizuri kwenye maisha yako? Ukweli ni kwamba sio kwamba haufanyi vizuri au haufanyi chochote. Tatizo unajilinganisha safari yako na safari ya mtu mwingine. Kuna msemo unasema comparison is a thief of your joy. Kila unapojilinganisha na mtu mwingine, unaiba furaha yako, confidence yako na amani yako ya moyo. Na leo nataka tuzungumzie kwa nini comparison ni hatari sana, na namna ya kuanza kujithamini bila kuangalia maisha ya watu wengine. Kaa na mimi, usiondoke. Kila mtu amewahi kupitia hali hii. Unaweza ukawa unafanya vizuri tu kwenye maisha yako, lakini dakika chache za kuangalia maisha ya mtu mwingine ukajiona kwamba haufanyi vizuri, haufanyi chochote kile, ukasahau umbali ulioutoka, ukasahau changamoto ulizozivuka, ukasahau mafanikio uliyoyaleta, na badala ya kukaa na kushukuru kwa hapo ulipofikia, ukaanza kujilaumu kwa sababu tu mtu mwingine yuko mbele yako kwenye eneo fulani. Lakini ukweli ni huu: maisha sio mashindano. Kila mtu ana wakati wake, kila mtu ana muda wake wa kufanikiwa. Unatakiwa ujue kwamba muda wako bado haujafika. Ukifika, kila kitu unachokitamani una uwezo wa kuwa nacho. Acha kuona mafanikio ya mtu mwingine kama tishio. Moja ya sababu ambazo zinazowafanya watu wengi wawe na stress ni kuona mafanikio ya wengine kama tishio. Pale unapoona mtu amefanikiwa, usichukie, usione kwamba amekunyang'anya nafasi yako. Mtu mwingine anapofanikiwa haimaanishi kwamba wewe hauwezi. Hiyo inamaanisha na unajua kwamba kama yeye amefanikiwa, mimi pia ninaweza. Acha kuwa na wivu, badala yake kuwa na inspiration. Acha kuwa na roho ya chuki, kuwa na motivation. Muulize, umefanyeje mpaka umeweza kuachieve? Atakufundisha tu. Watu wenye mafanikio sio wachoyo. Ukiwauliza umefanyeje, watakupa process, watakufundisha na wewe uweze kuachieve. Kwa hiyo kuwa na roho ya kupongeza. Pale unapopongeza, na wewe unajenga ushahidi kwamba ninaweza, hata mimi mwenyewe ninaweza kuachieve hivyo vitu. Hiyo itakusaidia utokane na stress, kujilinganisha. Utakuwa unaangalia hatua zako na unajipongeza. Kila mtu ana ratiba yake. Watu wengi wanateseka sana kwa sababu wanatumia saa ya mtu mwingine kupima maisha yao. Mwingine anaweza kuolewa akiwa na miaka 23, mwingine akaolewa na miaka 30, mwingine anaweza kupata mafanikio akiwa na miaka 50, mwingine akapata mafanikio akiwa na miaka 20. Tatizo linaanza pale unapotaka maisha yako yaende sawa na maisha ya mtu mwingine. Unavyoishi hivyo, utaishi maisha yako kwa pressure, kwa sababu hauwezi kwenda sawa na maisha ya mtu mwingine. Kumbuka, mbegu ya mahindi na mbegu ya maembe hazizai kwa pamoja, lakini zote zina thamani, na wewe pia una muda wako wa kung'aa. Kwa hiyo usikate tamaa kwa sababu tu mtu mwingine amefika pale ambapo wewe hujafika. Jilinganishe na wewe wa jana. Njia nzuri ya kupima maendeleo yako ni kujilinganisha wewe mwenyewe, sio kujilinganisha dhidi ya mtu mwingine. Jiulize, je, leo nina confidence ambayo mwaka jana sikuwa nayo? Je, leo nina nidhamu ya kufanya kitu ambacho ninachojiahidi? Je, leo nimeacha kujilinganisha na wengine na kuweka maisha yangu mbele? Je, leo nimeweza kuweka boundary ambazo nazifuatisha no matter what? Hapo ndipo mafanikio ya kweli
unavyoonekana. Kama unakuwa bora kila siku, basi upo kwenye njia sahihi. Mafanikio sio tukio. Mafanikio yanajengwa kila siku kupitia hatua unazozifanya day by day. Andika ushahidi wa kila win yako. Yaani hichi kitu kina power kubwa sana, lakini watu wengi hawapendi kukitumia. Kila unapoandika ushahidi wa ushindi wako, unajenga imani ndani yako kwamba unaweza. Nakumbuka kipindi ambacho nimeanza kujifundisha kuwa na confidence, ilikuwa kila siku lazima nijifundishe vitu vitatu hata iweje. Halafu usiku naviandika kwenye kajono kangu. Naandika kwamba leo nimeweza kusoma kitabu, leo nimeweza kujiweka mbele, leo nimeweza kusikiliza podcast moja, leo nimeweza kufanya hivi. Hiyo ilinisaidia kuweka ushahidi kwamba mimi pia ninaweza kufika mbali. Pia ikanisaidia kuacha kujilinganisha na wengine. Kila nilipokuwa naona mafanikio ya mtu mwingine na kutaka kujilinganisha na mimi, nilikuwa naona kwenye kijono changu, mbona mimi pia nimeweza kufanya hivi, nimeweza kusoma kitabu, so ninaweza kufanya vitu vikubwa kuliko hata hapa nilipofikia. Nikiweka juhudi ninaweza kufika mbali sana. Kwa hiyo kuweka ushahidi itakusaidia kujikubali wewe mwenyewe. Usiweke kila kitu kwenye kichwa, kwa sababu kichwa kina mambo mengi. Hauwezi kukumbuka kila kitu. Kuwa na kidaftari chako kila siku, jiwekee nilichojifunza, nimejifunza hivi, leo nimeweza kusoma English, leo nimeweza kufanya hivi. Hiyo itakusaidia sana. Itakusaidia sana. Mimi pia imenisaidia, imenifanya nijue kwamba ninaweza kufanya vitu vikubwa. Confidence inajengwa kwa ushahidi. Confidence sio kitu kinachotokea tu. Confidence inajengwa kwa ushahidi. Akili yako inaamini kile inachokiona. Kila unapojikusanyia ushahidi wa ushindi wako, yani ni kama vile unaiambia akili yako, mimi naweza kufanya hichi kitu, changamoto hii ninaweza kuivuka, ninaweza kufanikiwa hapa. Na hapo ndipo unapojenga confidence ya kweli ndani yako. Ndio maana muhimu sana kuandika kila hatua unayoipiga, hata siku ambazo hautojihisi au kujiona kwamba unaweza. Ule ushahidi uliouandika utakusaidia kukukumbusha kwamba una uwezo mkubwa sana. Shukrani ni dawa ya comparison. Kama unataka kuacha kujilinganisha na wengine, anza kujiwekea namna ya kushukuru. Shukuru kwa afya yako, shukuru kwa nafsi yako nzuri, shukuru kwa mwili wako, shukuru hata kwa vitu vidogo ambavyo Mwenyezi Mungu amekujalia navyo, kwa sababu kuna watu wanatamani wapate hata hicho kidogo ili waweze kuchukua hatua kwenye maisha yako. Shukrani itakufanya usiwe na muda wa kujilinganisha na wengine. Uanze kuona wini zako, uanze kuona kwamba una vitu umebarikiwa navyo ambavyo wengine hawana. Na pale unapothamini ulichonacho, unaanza kuwa na furaha, unaanza kuwa na amani moyoni mwako, unaanza kufanya vitu ambavyo vinavyokufurahisha wewe, sio paka dunia nzima ielewe. Anza kushukuru. Hii itakusaidia sana kwenye maisha yako. Kumbuka, comparison is a thief of your joy. Kila unapojilinganisha na mtu mwingine, unaiba furaha yako, unaiba amani yako. Ukiona mtu mwingine anafanya vizuri kushinda wewe, usichukie, mpongeze, jifunze kutoka kwake, halafu jiambie, wakati wangu pia unakuja. Na usisahau kuandika ushahidi wa ushindi wako, kwa sababu ushahidi huo utakusaidia wewe kuona kwamba unaendelea na unazidi kufanya vizuri. Utakusaidia kuona kwamba unaweza. Utakusaidia na kukupa ushindi siku ambazo utakazojiona upo down. Jua kwamba safari yako ni yako, muda wako ni wako, na mafanikio yako yatakuja kwa wakati. Usikate tamaa, endelea kusonga mbele. Kama
umejifunza kitu kwenye hii video leo, niandikie kwenye comments. Naamua kuchagua kusonga mbele. Usisahau kulike, usisahau kusubscribe hii channel ili uweze kujifunza kila siku. I love you guys. Thank you for watching. Tukutane next week.